za uchumi wa kati. Kuna misiba unakwenda mpaka unaenjoy yani umefika tu unakuta kwanza watoto wa marehemu wamekula suti nyeusi, wamekula leso. Yaani wao walii wanachofanya anafanya hivyo, ukimwambia pole dad is in heaven, anafanya hivi tu, anafanya hivi tu. Wewe sasa uliachiwa baiskeli Phoenix unavyolia. Yaani unatamani sasa na wewe uzikwe na mzee, maana yake mzee hajaacha chochote. Alafu kwenye misiba ya kishua unakuta wamekuja ndugu watatu tu. Kaja mamdogo Margaret, alafu amekuja Auntie Leila, alafu amekuja na mume wake labda anaitwa Philemon. Watatu tu wamekuja kumaliza matatizo yote. Vipi jeneza tutatoa sisi, jeneza la marehemu, tutaenda kushirikia Muhimbili, tutaenda kuzika, leteni Costa 4, kila kitu. Wasomi unamsikia mume wake yule dokta, yule. Sasa sisi kwenye misiba yetu anakuja mjomba kwanza, picha linaanza, anakuja mjomba anaitwa mjomba Twa huyo. Huyo mjomba Twa akija akishika tu kwanza karatasi hivi, anaanza na maharage. Nini menyu tunaanza na maharage, afu tutashika kidogo, baadaye maandazi na chai. Yaani watu wanakuja ndugu kama 60. Piga mahesabu inapatikana laki. Huo ukoo ama rafiki yangu. Huo sio ukoo. Kwa sababu kwenye misiba lazima kuna ndugu fulani wa kumaliza. Sio ndugu wa matatizo tena, ndugu wa kumaliza. Kuna vichwa ukiviona tu unajua hiki kinakuja kumaliza. Hasa mjomba Twa huyo kaja na Probox. Anaendesha Probox, fikiria. Au kama misiba ya Kingoni. Yaani misiba ya Kingoni ndio inaboa kweli. Wangoni wao kazi kuimba tu na kulewa. Mdala hanu ugimbi hanu. Yaani Mngoni anavaa pensi nyeupe, shati jeupe na usinga. Yaani hao kazi yao kucheza tu. Yaani misiba ya Kingoni huwezi kula. Na Wangoni, yani Wangoni wenyewe yani wachache sana. Yaani lile kabila yani wao ni mdala hanu ugimbi hanu. Basi wamemaliza. Mngoni mpe hela ataleta, sio mwanamke. Kuna misiba kwa misiba ya Kichaga. Yaani ukienda kwa Wachaga unakuta buffet, unaanza kwanza unanawa, kuna toothpick, kuna pilipili aina zote. Ukitoka hapo kuna uma, kuna kijiko, alafu kijiko kimeunganishwa na tissue. Yaani misiba ya Kichaga huku kuna maombolezo, kuna nyimbo fulani speaker za Kenwood zinapiga au JBL. Yaani mambo yanakwenda. Gari lishakuja pale la kupeleka mwili. Bonge la gari lile na vioo nini. Ukienda kule ndani watu wanakuta wanaangalia TV. Vipi tunaenda kuzika saa 10. Yaani misiba yetu sasa sisi ya Kiswahili. Kwanza huyo mjomba anakuja mjomba Sele huyo. Huyo mjomba Sele ndo anakaa kwenye buffet. Kwanza anakuwekea chakula kidogo kama kafa yeye. Picha linapoanza. Mpaka mjomba ongeza. Wewe toka mtoto wa nani? Toka. Chakula chenye watu wote wanataka wale washibe wote hao. Alafu kwenye misiba pia, misiba yetu Uswahilini, mkipiga bajeti ya kilo 200, wekeni kilo 300. Kuna masela sijui anatokaga wapi. Yaani kama misiba Magomeni Kondoa, Magomeni Kota, Magomeni Usalama, Magomeni Moroko Hotel kule Bujugo kule. Mblahati Kigogo, kuna masela hao wanakuja tu ile mdanyimko. Amina. Unamkuta naye kafika. Amina. Yaani masela sijui anatokaga wapi. Alafu masela wao wanakujaga muda wa chakula tu. Mjui nani kafa. Kuna siku mimi nimeenda Kigogo, kuna sehemu inaitwa Kigogo Ruanga. Tumeenda kwenye msiba, tumekaa, imekuja ile muda wa kuombea sasa. Amina. Shehe anatoa dua pale. Amina. Kaja teja nyuma yangu. Bwana mzee kaacha pengo marehemu. Nikamwambia wewe kafa mtoto kagongwa na gari pale. Mtoto ana miaka 6 tu. Marehemu kaacha pengo, mtoto wa miaka 6 anataje pengo. Misiba ya Kiswahili. Kwanza msiba ukitokea tu utakuta mama mkubwa akapiga simu. Wala hilo kabati hilo la vyombo ligeuzeni ukutani watu wasije kaiba glasi. Yaani misiba anakuja mama mdogo anaitwa Mariamu au mama mdogo Sofia. Tunafanyaje? Hapa tuanze na kuni. Yaani wao wangechamana sana kuni. Misiba ya Kiswahili. Ndugu zangu tutafute sana hela. Hela za kutafutwa sana. Mtu anaenda kuweka udongo kwenye kaburi la mzee wake huko anacheka. Anaangalia mzee kaacha mahoteli nini. Wewe unaenda kuweka udongo ndio maana uingie mle kwenye udongo.